Waziri wa ulinzi nchini Israel Bwana Israel Katz ameeleza kwamba moja kati ya changamoto ambayo wamekutana nayo ni namna ya kuwafikia wapiganaji wa kundi hilo la Hamas, na ametamka bayana kwamba moja kati ya changamoto alizokutana nazo ni jinsi kundi hilo la Kipalestina la Hamas lilivyotengeneza njia za kuweza kujilinda wakati wote, hasa kuwa na mahandaki ambayo kimsingi ni ngumu kuyafikia. Waziri wa ulinzi wa Israel Bwana Israel Katz ameeleza kwamba wamefanya kila lililowezekana katika kuwatafuta Hamas, lakini ilikuwa ni ngumu zaidi ni pale ambapo walitoka katika mahandaki na kufanya mashambulizi na kuondoka, na waliweza kuwashambulia lakini walishindwa kujua ni wapi walipo wapiganaji hao wa Hamas, na hii ndio changamoto kubwa ambayo wanakutana nayo. Kupitia televisheni ya Al Jazeera imemnukuu Israel Katz akisema hayo mbele ya makamu wa rais wa Marekani alipokuwa safarini mjini Tel Aviv. Akizungumza na JD Vance, makamu wa rais wa Marekani, Israel Katz, waziri wa ulinzi wa nchi ya Israel, amekiri kwamba zaidi ya 60% ya mahandaki na njia za chini ya ardhi ziko vile vile kama zamani huko Gaza na hazijaathiriwa na mashambulizi ya kikatili ya miaka miwili ya Israel. Vyombo vya habari vya utawala wa Israel vimekuwa vikitangaza mara kwa mara kwamba ni jambo lisilowezekana kuangamiza mahandaki hayo ya wapiganaji wa Gaza, kwani mtandao wa mahandaki na njia hizo za chini ya ardhi ni mkubwa na tata mno, na Israel haiwezi kabisa kukabiliana nao. Hata hivyo, Israel ilitazama namna ya kufanya mashambulizi popote katika maeneo hayo. Ni viongozi wa kijeshi pamoja na Mossad wakatazama njia hii itakuwa ni gharama kubwa mno. Ni njia ambayo haina uhakika katika mashambulizi, kwani wangeweza kufanya mashambulizi popote bila mafanikio yoyote. Walitazama njia ya kuweza kuingia katika mahandaki hayo, lakini pia walitazama kwamba huenda wakati wakiingia kwenye mahandaki hayo bila kujua wangeweza kufanyiwa mashambulizi na kupoteza wanajeshi wao, na ndio maana wamekuwa na tahadhari kubwa katika kufanya mashambulizi katika maeneo yenye mahandaki. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israel, hakuna uwezekano wowote wa kumaliza mahandaki hayo ya Gaza, kwamba makundi ya wapiganaji yataendelea kutumia njia hizo tata mno za chini ya ardhi kwa ajili ya harakati zao na kuhama sehemu moja hadi nyingine na kwa ajili ya kuwashambulia wa Israel. Hii ndio sababu ya Marekani kwa kushirikiana na Mossad kuja na njia nyingine ya kutaka kuwanyang'anya tu silaha wapiganaji wa Hamas ili Israel iondoke katika ukanda wa Gaza na isiendelee kuua raia wasiokuwa na hatia, na walitumia Uturuki ili iweze kuishawishi Hamas wakubaliane na mpango wa kusitisha mapigano. Hata hivyo, Hamas walikubaliana na mpango huo na walikubali kurejesha mateka wa Israel na wao kupata baadhi ya wafungwa waliofungwa kwa muda mrefu nchini Israel. Maafisa wa kijeshi wa utawala wa Israel wanakiri kwamba mtandao wa mahandaki umejengwa kwa ustadi na ufundi mkubwa usioelezeka huko katika ukanda wa Gaza. Njia hizo hata hazifanani na ni tata mno, na kwamba Israel haina taarifa za kutosha kuhusu muundo na idadi ya mahandaki hayo. JD Vance amemwambia waziri wa ulinzi Bwana Israel Katz kwamba wanapaswa kufanya juhudi za kuweza kujua ni jinsi gani muundo wa mahandaki ya Hamas yamejengwa ili waweze kuyaharibu na kuhakikisha Hamas hawana nafasi katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, kama ambavyo rais wa Marekani Donald Trump aliapa kwamba ataweza kuliangamiza vibaya mno kundi hilo la wapiganaji la Hamas. Na inadaiwa pia baadhi ya silaha zao zipo katika mahandaki hayo, na ndio maana ni vigumu kuwakamata na kuwaua, licha ya kwamba walifanikiwa katika kuua baadhi ya viongozi wao. Lakini kwa sasa wameunganisha wanamgambo zaidi ya 700 ambao wapo nje ya mahandaki katika eneo la ukanda wa Gaza, lakini inadaiwa pia wapo wengine wengi waliopo katika mahandaki na wanaendelea kupata taarifa kutoka kwa wenzao walioko nje katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Na kwa namna moja ama nyingine, wachambuzi wa mambo wa kivita wanasema Hamas wanajiandaa kwa vita kubwa zaidi ya hii iliyotokea, na hata Oktoba 7 mwaka 2023 walipata mafanikio kutokana na namna walivyojipanga kwa ajili ya mashambulizi katika nchi ya Israel. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.